Jambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Katika ripoti yetu ya leo tunaangazia makombora ya Iran kutokana na namna mashambulizi yalivyofanyika huko Diego Garcia karibia kilomita 1400 kutoka nchini Iran. Sasa je, makombora ya Iran yanaweza kufika hadi Ulaya Magharibi? Makombora ya Iran yamejaribu kulenga kambi ya pamoja ya kijeshi ya Marekani na Uingereza huko Diego Garcia katika bahari ya Hindi. Makombora mawili yalirushwa Ijumaa ya wiki iliyopita, moja lilishindwa na moja lilidunguliwa. Waziri wa ulinzi wa Uingereza John Healey anasema Diego Garcia iko karibu kilomita 400 sawa na maili 2500 kutoka Iran, na jaribio la Iran limezua tahadhari kuhusu umbali wa makombora ya nchi hiyo na kuchochea hofu kwamba Iran sasa inaweza pia kulenga sehemu kubwa za Ulaya, hasa London. Bado kuna mashaka kuhusu uwezo wa makombora ya Iran kufikia malengo yaliyo mbali sana, lakini moja lililoshindwa Ijumaa iliyopita lilifanikiwa kusafiri takribani kilomita 1400 kutoka kambi yake ya kurushia makombora. Kwa hivyo tishio hili la Iran ni kubwa kwa kiasi gani? Nchi za Magharibi zinafuatilia kwa karibu njia za makombora. Marekani na Uingereza zitakuwa zinaona wazi kwamba Iran ilikuwa ikijaribu kuilenga Diego Garcia. Watakuwa wakiangalia makombora ya kiruka. Kikosi cha anga za juu cha Marekani kinaweza kugundua kila kombora lililorushwa kutoka Iran kutoka kituo cha kikosi cha anga za juu cha Buckeye huko Colorado. Mwaka uliopita, shirika la habari la BBC lilipewa nafasi ndogo ya kutazama picha mjongeo ndani ya kituo cha udhibiti, ambapo waliweza kutazama mkondo wa kombora lolote linaloweza kurushwa kote ulimwenguni. Wametumia mkusanyiko wa satellite kutoka angani na rada zenye nguvu ardhini, ikiwa ni pamoja na RAF Flying Dials nchini Uingereza, ambazo zinaweza kufuatilia kombora hilo kuanzia urushaji wake hadi shabaha yake. Lakini je, Iran ina uwezo wa makombora ya masafa marefu kiasi hicho? Licha ya kwamba urushaji wa makombora hayo kwa mujibu wa Uingereza haukufanikiwa, unaonyesha kwamba Iran haijawa wazi kuhusu mpango wake wa makombora. Tehran imesema hapo awali kwamba ilikuwa imepunguza umbali wa makombora yake kwa upande mmoja hadi kilomita 2000, lakini Israel sasa inadai kwamba makombora ya Iran yana umbali huo maradufu hadi kilomita 4000 na zaidi. Hilo linafanya Diego Garcia ionekane si sehemu pekee inayolengwa, bali pia sehemu kubwa ya bara la Ulaya. Licha madai yake, Iran imekuwa ikijulikana kwa muda mrefu kuwa na makombora ya masafa mafupi yenye umbali wa juu ya kilomita 3000. Ni kile ambacho wamekuwa kirusha mara kwa mara kwa Israel na mataifa jirani ya Ghuba katika wiki 3 zilizopita. Kabla ya vita, Iran iliaminika kuwa na akiba ya makombora zaidi ya 2000 ya masafa mafupi. Licha Marekani na Israel kusema kwamba wamelenga makombora haya, lakini Iran bado imeonyesha kwamba ina makombora mazito yenye kufikia maeneo hayo. Haijulikani sawa ni mpango wa makombora masafa mafupi wa Iran wenye umbali kati ya kilomita 3000 hadi kilomita 5500. Lakini wachambuzi wa mambo wanasema kwamba ilieleweka kwa muda mrefu kwamba wa Iran walikuwa na mpango wa makombora ya masafa ya kati kabla ya vita hivi kuanza. Wachambuzi wanaeleza kwamba dhana hiyo ya msingi wa sababu mbili zinazowezekana. Kwanza, makombora ya masafa marefu yangehitajika ikiwa Iran ilitaka kutengeneza silaha za nyuklia, ambayo imekanusha kila mara licha shutuma za Magharibi. Lakini pili ni kwamba Iran imehitaji kutengeneza makombora ya masafa marefu kwa ajili ya mpango wake wa anga za juu. Lakini ni makombora gani ambayo Iran ilifyatua kuelekea Diego Garcia? Mpaka sasa wachambuzi wa mambo lakini pia wa Magharibi pamoja na Marekani na Israel hawajui ni aina gani ya makombora yaliyofyatuliwa kwenye kambi ya Marekani na Uingereza katika bahari ya Hindi ya Diego Garcia. Wachambuzi wanasema inaweza kuwa ni toleo la kombora la Khorramshahr la Iran ambalo linategemea mfumo wa hatua moja wa Korea Kaskazini. Hilo lilikuwa na umbali wa zaidi ya kilomita 2000 na kichwa cha tani 1.5. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba makombora hayo yanaweza kuongeza maradufu masafa na kwamba kuna uwezekano mkubwa Iran ikaweza kuyashambulia mataifa ya Magharibi, kwa maana mataifa kwa mfano Uingereza, Ujerumani, Italia na mataifa mengine mengi yaliyopo katika bara la Ulaya, hasa upande wa Magharibi. Lakini London inatajwa kwamba kuna uwezekano ikafikiwa haraka. Ikiwa Iran itachagua kulenga Ulaya, tayari kuna tahadhari kadhaa zilizowekwa ili kukabiliana na tishio hilo. Marekani imekuwa na wasiwasi kwa muda mrefu kuhusu hatari za makombora ya masafa marefu yanayorushwa kutoka eneo la Mashariki ya Kati.
Chini ya Rais Barack Obama, Marekani ilianzisha mifumo ya ulinzi wa makombora masafa marefu nchini Poland na Romania, yote ikiwa ni sehemu ya mwamvuli wa ulinzi wa anga wa NATO. Mifumo hii ya Aegis Ashore inarusha makombora yale ya kuzuia yanayotumiwa na jeshi la wanamaji la Marekani kwa sasa kuangusha makombora ya masafa marefu ya Iran. Uingereza yenyewe haina ulinzi mwingi wa makombora ya masafa marefu. Pengo linaloonekana wazi lililotambuliwa katika mapitio ya ulinzi wa kimkakati ya hivi karibuni ya serikali imeonyesha. Lakini kwa sasa tishio hilo linaonekana kuwa lipo mbali, na ni hadi pale ambapo mataifa hayo yataamua kuingilia kati vita hivyo. Inatajwa kwamba kutokana na ujasusi uliofanyika na kugundua kwamba huenda Iran ikawa na makombora ya kuweza kuyafikia mataifa ya Magharibi, ndicho kilichowafanya watu wa Magharibi wasiingie vitani kuisaidia Marekani katika vita hivyo, licha ya kwamba kuna sababu nyingi zinazotajwa kwamba Marekani haikuhusisha mataifa ya Magharibi. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.